Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekutana katika semina hii ya watoto pamoja na wazazi wale wenye watoto wadogo. Nitaingia katika kile kipengele cha wajibu wa wazazi kwa watoto, hasa mimi nitabezi kiroho zaidi. Kwa nini tunasema wajibu wa wazazi? Maneno ya Mungu yanasema mtoto aweki akiba kwa ajili ya mzazi, bali mzazi ndio anaoweka akiba kwa ajili ya mtoto wake. Mtoto anatutafsiri wazazi tofauti na nyinyi mnavyodhania. Nilishawahi kuhudhuria semina moja ya mtumishi mmoja, wenda nitamtaja huko mbele, kama atanisikia popote alipo atanikumbusha hiki kitu. Alisema watoto wanawaamini sana wazazi, na hata mwalimu mwenzangu ameyasema hayo. Wanatuamini sana wazazi. Mtumishi mmoja, bila shaka wengi mnamjua, anaitwa Dr. Lee Nelson. Wengi nao mnamtambua hapa. Agunda na wengine wanamjua. Lee Nelson. Huyu alikuwa ni ndugu missionary mmoja kutokea pale nchini Marekani. Alipokuja katika semina yake moja akasema kuna siku alikuwa iko safarini akitoka nchi moja kuelekea nchi nyingine. Ni mwendo wa masaa 8 juu ya ndege. Wakiwa angani wanaelekea safarini, ile ndege ilipata msukosuko kule angani, msukosuko mkubwa sana, na abiria wengi wakadhani wenda ungekuwa ndio mwisho wao, yaani wengi wangekufa pale. Kwa hiyo kila abiria, kila mmoja aliomba kwa Mungu wake. Wakristo waliomba kwa Mungu wao, Waislamu nao walifanya hivyo, na hata Wahindu nao walifanya hivyo, kutokana ule mtikisiko wa ndege ambao ulitokea kule angani. Ila wakati mtikisiko huu ukitokea, kuna mtoto mmoja mdogo, na yule mtoto alikuwa ni chini ya miaka kama 3 au 4 hivi. Yeye alikuwa akitembea kwenye ile ndege, akitoka nyuma akienda mbele, akitoka mbele akirudi nyuma, wakati ndege iko juu. Yaani wazazi wake wanahangaika, kila mtu anamwomba kwa Mungu wake, yeye anaendelea na safari zake, tunatoka nyuma na kwenda mbele, mbele na rudi nyuma. Dr. Lin akamwita yule mtoto, njoo. Mtoto akaenda. Akamwambia, leo mwenzetu vipi? Mbona wenzako tumepata mtikisiko 1, 2, 3, kila mmoja anaomba kwa Mungu wetu, lakini tunakushangaa mwenzetu huna hata wasiwasi kabisa. Hivi ni kwa nini? Yule mtoto alijibu kwa kifupi sana. Akasema, rubani wa ndege hii ni baba yangu, hawezi kuniua. Mbona maneno ya mtoto Alisema rubani wa ndege hii ni nani? Ni baba yangu, hawezi kuniua. Kwa hiyo ule mtikisiko naye ulimpata, lakini alijua kwa kuwa anaendesha ndege hii ni baba yangu, kamwe hawezi kunizuru. Na ndio maana usishangae hata wengine pia, mtoto akiwa ni mdogo, ndege inapita, wengine wakasema, baba nunulie ile ndege. Yaani watoto wamejengwa hivyo, wanaamini kwamba hakuna kinachomshinda baba yake. Baba, na wewe ungejenga nyumba, na sisi tuna nyumba yetu. Wenda hata mzazi hata kununua tofali una, lakini mtoto yeye anaamini kwamba hakuna linalomshinda mzazi. Lakini pia kingine, hata watoto kwa jinsi walivyojenga imani kwa sisi wazazi, watoto pia wanaamini mzazi wake, baba yake mzazi hawezi kupigwa. Yaani anaamini hicho, kwamba wote wanapiga, lakini hamna mtu mwenye mamlaka na mwenye uwezo wa kumpiga baba yangu. Kwa nini? Yeye anaamini ya kwamba baba yake ndio top katika yote. Sasa ili mtoto aweze kukua, anakutana na malezi yasiyopungua pande 4. Pande zote hizi 4, zote hizi mtoto anazitegemea zimlee. Kama zitamlea vibaya, kama zitamlea vizuri, lakini hizi sehemu 4 mtoto lazima azipitie. Cha kwanza, urafiki wa mtoto. Mtu wa kwanza kuwa na urafiki na mtoto, mtu wa kwanza ni mama yake mzazi. Yaani ndo mtu wa kwanza, sababu ndio mtu wa kwanza kumjua.
baadaye atakuja kumfahamu nani? Baba baadaye. Lakini mtu wake wa kwanza ni nani? Ni mama mzazi. Baadaye idadi ya marafiki itaongezeka, akiwemo baba, tutaangalia baadaye majirani na kadhalika na kadhalika na kadhalika, na ndugu zake waliomtangulia na kuendelea mbele. Kwa hiyo mtoto, kuna maeneo manne haya yote yanashiriki. Eneo la kwanza ni wazazi wenyewe. Wazazi hawa wanategemewa waweze kushiriki kwa sehemu kubwa ya kumlea mtoto. Na sehemu ya pili ni majirani, tutaangalia baadaye. Inawezekana kuna kitabia wewe hauna wala mkeo hana, lakini mtoto anacho. Kakipata wapi? Tutaangalia baadaye. Lakini hata majirani pia wanakusaidia kukulelea mtoto wako, iwe kwa malezi mazuri, iwe kwa malezi mabaya. Lakini majirani sio wakusaulika, wanashiriki kukulelea mtoto wako. Eneo la tatu, shule. Shule pia yenyewe pia inasaidia kukulelea mtoto wako, iwe atatoka na tabia mbaya. Kuna mwingine anaweza akatoka na elimu lakini akawa hana desturi zako, yaani amekuja kweli na elimu lakini yuko tofauti na malezi na wale wengine. Tutasema kwamba huyu mtoto alivyokuwa shuleni wenda aliharibika, hatujui kitu gani. Lakini hata shule pia yenyewe pia inashiriki kukusaidia kukulelea mtoto, iwe itakulelea vizuri, iwe itakulelea vibaya, lakini pia shule itashiriki. Na cha nne na cha mwisho, mitandao. Hii mitandao nimeweka tu kwa kifupi, lakini ina maana ni nyanja zote. Hapa ninaongelea habari ya TV, nina maana kwamba hii hapa radio station, na maana hiyo. Lakini kuna games, haya magame pia haya pia yanasababisha hata mtoto pia yenyewe pia kulelee. Na ndio maana utakuta hata mzazi akiona mtoto wake analia, anachukua gemu anampa, akiamini litamnyamazisha. Lakini hapo magemu yanafundisha, lakini magemu mengine yanamharibu mtoto. Kuna jirani yangu mmoja yuko pale, mtoto wa jirani, mke wangu anamjua, kale katoto kadogodogo sana. Simu ni ya kwangu mimi hii. Ile simu mimi nikimpa, ni mtoto wa jirani mdogo na miaka 2. Nadhani wengi mnamjua, kana kujaga keupe kadogo kale. Ile simu nikimpa, mke wangu anasema tena huyu mtoto anafanya mambo hata mimi, hata yeye haelewi mtoto anaweza. Anachukua ile simu, papa anakwenda kwenye menu, ataanza kusearch mpaka kwenye ile game analotaka yeye, analiona, analiclick ile game pale. Akilipata, akiona ile picha haigeuki, kuna sehemu kujua anabonyeza ile mishale, ile picha inakaa vizuri. Unaona mtoto mdogo ana miaka 2 kama ametimiza, yule kadogo sana hivi, kadogo. Mpaka baadhi ya watoto wako, mbona si hivi, hatuweze kile anaweza. Kumbe mama yake anayemlea kile ndio kama kinyamazisho chake. Kwa sehemu kubwa pia hata hii mitandao inasaidia. Na ndio maana hata mzazi unapaswa, kama unanunua CD, unanunua flash kwa ajili ya mtoto wako, lazima ujue unanunua flash aina gani, kwa sababu usitegemee kwamba wale walioandaa zile flash walikuwa ni Wakristo. Hapana. Kwa hiyo walichokiandaa, walichokitengeneza wao wanakijua. Kwa hiyo haya maeneo manne, yani wazazi, majirani, shule na mitandao, yote inashiriki katika kukulelea mtoto wako, iwe watakumlea vibaya, iwe watamlea vizuri. Lakini pili, katika upande wa wazazi, tunasema mwalimu mzuri, mzazi mzuri ni yule asiyesema tu kwa mdomo, bali anasema kwa matendo. Mzazi mzuri ni yule asiyesema tu kwa maneno, kwa mdomo, bali anaonesha mwenendo kwa mzazi au kwa mtoto wake tangia akiwa mdogo. Mtoto ni kama karatasi nyeupe. Sasa wewe unachagua utamuingizia nini. Kama unamuingizia kibaya, anakipokea, na ukimuingia kizuri, anakipokea. Badala yake natakiwa makini sana. Mzazi, wewe ndio mtu wa kwanza ambao unatazamwa na mtoto. Siku moja nikiwa kule kijijini, unajua mimi katika umri wangu zaidi ya 60% ya uhai wangu, au kama sio 50, nimelelewa kijijini. Kwa hiyo mazingira ya kijijini hayafahamu sana. Alafu na mtu mwingine ambaye kwa sehemu kubwa hajalelewa na wazazi. Mtwewe wazazi waliomzaa hawakumlea. Mke wangu anathibitisha hilo. Wazazi walionizaa mimi hawakunilea. Nimelelewa na watu wengine. Huyu miaka 2 naama, nakwenda pale miaka 5 naama, pale miaka 6 naama, huyu miaka 1 naama, wanaachana, anaoa mwingine ananilea, wanaacha hivyo mpaka nikiwa na miaka 22
na naingia Dar es Salaam, ndipo sasa na mimi naanza kujitambua sasa. Kwa hiyo ninaeleza kile kitu ambacho nimekiona. Kwa kuna baadhi ya vitu hata mimi nimbia nimevimisi, huenda ni kwa sababu sikuwa na wazazi, lakini Mungu mwenyewe anajua. Sasa nilimwona mtoto mmoja kuna siku akiwa anawatania wadogo zake, yaani ule mfumo ambao baba yake akirudi amelewa anavyopepesuka, mama yake amekaa pembeni, wadogo zake wako pembeni, mtoto anakuja kwa wazazi wake, kwa baba yake, kwa mama yake na wadogo zake, akiwa anapepesuka, akiekti vile vile mzazi wake anavyofanya. Mama yake alivyomtazama alicheka sana, akamwambia wewe baba yako akikuona atakuchapa. Na hata akifika, jinsi anavyofika anapokelewa vile vile, anafanya kama baba yake anavyofanya. Hivi unafikiri hapo ukija ukimwambia mtoto aache kunywa pombe, mistari mingi itakutoka Umeona Ukimwambia mtoto aache kunywa pombe, hapo kwa kweli utatumia muda mrefu. Na ndio maana utakuta mzazi anayemcha Mungu, kile chumba anachokipanga ni lazima hakiki anakwenda kupanga chumba wapi, eneo gani, amezungukwa na nani, wenye tabia gani. Haiwezekani nyumba unayokaa ina chumba, nyumba ya pili pana baa, pana walevi, pana matusi, unakwenda kuchukua chumba pale unakaa. Manake unaandaa msingi usio salama kwa familia yako. Wajibu wa wazazi kwa watoto, lakini hasa mimi nitabezi kiroho, manake unaandaa msingi usio salama kwa watoto. Inawezekana hata siku moja hujawahi kutoa tusi hasa la nguoni, lakini siku utamshangaa mtoto wako ile tusi akalisema. Usije ukasema ni mama au ni baba amesema, ni wale majirani ambao umefanyeje umekuwa nayo. Kuna msemi mmoja, huu sio rasmi, huu msemo sio rasmi, lakini mwalimu wangu mmoja katika semina moja ambayo nilihudhuria pale Arusha, alipofika na kipengele hiki alisema, akasema kulikuwa kuna wazazi sebleni wana TV yao iko pale, na kule chumbani wale wazazi nao pia wana TV yao. Kwa hiyo baba na mama wakawa wako chumbani wanaendelea na maongezi yao, huko sebleni kukawa kuna watoto wawili wadogo nao pia wanaendelea na kutazama ile TV. Wale watoto wakachukua flash ile wanayoipenda, wakachukua ile flash wakaiweka, picha zikaanza kuja. Sasa wale watoto wakaanza kucheka sana, yaani wanafurahi ile picha wanapoiona, wanafurahi, wanagonga na kugonga kabisa hivi. Baba akamuuliza mkewe, watoto kwa sebleni wanaangalia ni wanacheka nini? Mama akasema mimi sijui. Ikabidi baba akatoka akiwa amevaa nini? Taulo, na mama akiwa amevaa nini? Kanga. Wa kwanza kutoka alikuwa ni nani? Ni baba. Kufika pale walivyoona ile picha watoto wanaiangalia, baba akajisahau haraka haraka, akachukua taulo akavua, akafunika nini? Akafunika ile TV. Na mshanga ule baba, mama naye ukamshtua chumbani, naye akatoka. Alipofika paka TV imefunikwa, lakini baba yuko, mama naye akatoa kanga naye akamfunika nani? Kilichoendelea bila shaka mnakiona hapo nini? Ni kwa sababu wazazi hatukuweka msingi. Peter, maiki unayo pale, hebu naomba tusaidie tusomee kile kitabu cha Mithali ile sura ya 22 na ule mstari wa 6. Mithali 22 mstari wa 6. Ndio. Maneno Mungu anasema, mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Mwalimu mmoja akasema mwanzilishi wa familia ni nani? Ni baba. Baba ndiye wewe unaamua nataka familia yangu hapo baadaye iweje. Yaani baba, kabla hujaoa wewe ndio unatakiwa uandae mazingira kwamba mimi sijaoa, lakini nataka baadaye Mungu akinijalia, akinipa familia, nataka familia yangu iweje. Tena mwalimu alikwenda mbali zaidi akasema, kama wewe sura yako, rangi yako ni nyeusi, unataka baadaye uje kupata mabinti ambao wanang'arang'ara kidogo, basi unaiari kumchagua mke ambaye naye anang'ang'aa ili muweze kumechisha nini? Ile rangi, na baadaye kumchukua mweusi mwenzio, kwa sababu wewe ndio unaandaa msingi. Sasa Mungu anasema umlee mtoto katika njia impasayo. Ina maana kama mtoto wako utakuwa umemwekea mazingira kumpa game lisilo na maadili, na yeye ataendelea kuwa hivyo. Kama mtoto wako amezoea kusikia matusi kutoka kwako, kwa baba, kwa mama, matusi ambayo hayatamkiki, na yeye pia atakuwa hivyo. Wazazi tulio wengi, kama utakuwa umekasirika sana, tusi la kumtukana mtoto zaidi ya pumbavu, huna adabu, nitakuchapa, akiendelea hapo ni bora umshikie fimbo. Lakini ukimfungulia CD tena hapo, usiseme unamjenga, baada yake unafanyaje?
unambomoa, sababu utamchapa fimbo itamuuma, baadaye ataacha, kuliko lile tusi kubwa unamtamkia. Afu we mbwa wewe, we ni chokonoe tu. Hivi ikiwa mtoto anaitwa mbwa na aliyemzaa nini nani? Naye pia anakuwa mbwa vile vile. Wewe mbwa wewe. Lakini pia kuna wengine wanakwenda mbali, una akili za hovyo kama shangazi zako. Tumisha pia amegusia kidogo pale, unahamisha sasa shangazi zake pia wana tabia hiyo. Kwa kifupi ni kwamba wewe ndio unapaswa umwekee msingi mtoto wako. Kwa nini? Huo ndio wajibu. Mungu amesema watoto hawaweki akiba kwa ajili ya wazazi, bali wazazi wanaweka akiba kwa ajili ya watoto. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 4 mstari 40 panasemaje? Kumbukumbu 4:40 maneno Mungu anasema, ndio basi zishike sheria zake na amri zake ninazokuamuru leo, upate kufanikiwa wewe na watoto wako baada yako, na siku zako ziwe nyingi katika nchi ile akupayo Bwana Mungu wako milele. Angalia hapa, Mungu asemi hivi wafundishe watoto wako sheria za Mungu wazishike. Unaona Mungu alivyosema hapo? Amesema zishike wewe sheria na nini na amri zake, zipate kukusaidia wewe na nani? Yaani wewe ukianza kuzishika sheria za Mungu hazitakusaidia wewe peke yako, zitakusaidia wewe pamoja na nani? Na watoto wako, na siku zako za kuishi zitakuwa nyingi. Kumbe kwanza inatakiwa sisi wazazi tuoneshe mfano. Nilipokuwa bado kijana mdogo sana, nadhani niko hapa Magomeni, nilikuwa na kijana mdogo na miaka kati ya 24, 25, sikumbuki kama 24, 25, naingia kwenye Ukristo. Niliweka nadhiri nikasema Mungu anijalie niweze kumpata mke asiyekunywa pombe. Namshukuru Mungu nilifanikiwa. Na nikasema sehemu pekee ya kumpata mke huyu sio kwenye clubs mtaani huko, hapana. Sio maeneo ya bichi, hapana. Nikasema ninaamini nitampata wapi? Ndani ya kanisa. Hilo Mungu akanisikia. Inawezekana hata watoto wetu leo hatuamini kama tuna mtoto anayekunywa pombe, hatuamini hilo. Na ninaamini hilo, sina mtoto wangu anayekunywa pombe. Kama atakunywa pombe tutamuuliza amemwiga nani? Aiza kaiga majirani, si ndio? Aiza ameiga kwenye mitandao. Lakini kwa sisi tumemwambia tumekuwa ni mfano kwako. Tunavuta sigara, tunakunywa pombe. Ushakusikia tunakwenda beach, tunakwenda klabu yote usiku? Hapana, anatakiwa afanye hivi. Na Mungu ndivyo anavyotaka. Mungu anasema hivi, zishike amri na maagizo yake. Amri na maagizo ya Mungu yatakusaidia wewe na nani? Na mtoto. Vile ambavyo tunapenda watoto wetu wawe, sisi wenyewe pia nataka tuwe hivyo. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 6 mstari wa 7 hadi wa 9, soma pale. Nawe wafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Asante. Ukiangalia hapo Mungu ameongea mengi, lakini hasa amesimama kwenye mambo mawili. La kwanza amesema wafundishe watoto wako kwa bidii. Kuwafundisha watoto wako kwa bidii haimaanishi kwa mwezi mara moja, hiyo sio bidii. Mtu anapokuambia ujisomee kwa bidii kwa sababu unakabiliwa na mtihani, haimaanishi kwa mwezi usome mara moja. Na ndio maana Mungu akasema wafundishe kwa bidii. Kama kuna mbinu zozote Mungu amekupa za kufanya watoto wako waweze kulelewa katika maadili, wasimame katika maadili, Mungu anasema hakikisha unawafundisha kwa bidii. Na la pili akasema amri hizo kama Waisraeli walivyofundishwa, na mtumishi amegusia pale, amesema uziandike katika mbao, katika miimo ya milango na katika vizingiti. Miimo ya milango ni nini? Ni zile mbao mbili ambazo zimesimama pale. Mbao wa kwanza, pili, ni miimo ya milango. Na katika vizingiti, yaani mtoto anapoingia akitoka shule, ile sheria anaiona. Usiibe. Anapoingia akitoka, kutukana ni dhambi. Akiingia uani, akitoka, waheshimu wakubwa. Akiingia akitoka, wala usiache kukusanyika. Akiingia akitoka, yani kila anapoingia sheria iwe imekaa mpaka ikiwezekana imchoshe. Kwa hiyo tunasema kwamba hawa watoto wapendwa wanatuangalia sisi.
wao wanaamini ya kwamba hakuna mtu mwenye nguvu kumzidi baba. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kufanya makubwa kuliko mzazi wake. Chochote ambacho sisi tunakifanya ndipo watoto wetu nao wanakifanya. Na hawa watoto wadogo kuanzia umri huo ni wepesi sana kukamata. Mwaka mmoja niko pale maeneo ya Kabuku pale njiani, maana mimi nimeishi pale. Alikuja mama mmoja akamwiba mtoto mdogo na miaka kama 3 hivi, kama 2 na kidogo, akaenda akamwiba. Na mimi nilikuwa ni mtu mzima, tulimtafuta sana tukamkosa. Mama alichofanya alikwenda zake polisi, akaenda akaripoti. Sasa yule mtoto mama amemuiba, akaja maeneo ya Kabuku. Anataka baada ya siku ya pili ambebe kutoka pale Kabuku ampeleke Korogwe. Na basi la kutoka pale Kabuku kwenda Korogwe miaka ile ilikuwa ni hili moja, ilikuwa inaitwa Kidato. Wale wenyeji wa maeneo kule watakuwa ile basi wanalijua. Siku ya 3 yule mama amemchukua yule mtoto, amemfunika shuka gubigubi, kakaa kwenye siti, amemkumbatia hapo. Alafu nyuma ile siti kuna mama mzazi wa yule mtoto naye amekaa siti ya nyuma. Akitoka Kabuku kulipoti polisi, akirejea nyumbani kwake. Yaani huyu mwizi wa mtoto amekaa mbele na mtoto wake amemkamata hivi. Mzazi amekaa nyuma yake. Anatoka polisi arudi zake nyumbani. Kufika mbele huyu mtoto akaanza kulia, yaani akihisi kama ni joto. Yule mwizi akamfungua mtoto wake akiamini ni sehemu salama. Aliyomfungua sabili mtoto umpandishe hivi juu kama apunge nini. Huyu mtoto akaona sura ya nani? Ya mama yake nyuma, akaanza kufanyaje? Kulia. Lakini kingine ni kuona na kusikia. Mtoto anajua sauti ya mzazi, anajua sauti ya mama yake. Na kama vile mzazi unavyojua sauti ya mtoto wako. Hapo nje pana watoto wengi hapo. Utakuta mtoto akilia, mama king'unge haendi. Kwa nini? Kashajua huyo sio Brai huyo. Sio Boni huyo. Akilia tena, mama pale haendi, anajua huyo sio mwanangu. Ila mwanao akilia, haraka wa kwanza unatoka unamfuata. Kwa nini? Tayari. Kwa hiyo kama vile unavyojua sauti, alikadhalika naye pia anajua hilo. Hebu kila kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 31, some ule mstari wa 13 pale. Na watoto wao wasiojua wapate kusikia na kujifunza kumcha Bwana Mungu wenu siku zote mtakazokaa katika nchi mnayoivukia Yordani ili kuimiliki. Asante. Yaani Mungu bado anaendelea kusisitiza kwamba wazazi tukiwa tunaishi katika maisha ya kimaadili, kwa mfano tunakuja katika ibada, lakini baada ya ibada tunakwenda bichi. Tukifika kule bichi tunavua nguo, tunavaa nusu utupu. Watoto wetu wakiwa pembeni wanatuangalia. Baba na mama mnafanyaje? Mnaogelea. Baada ya kutoka kanisani, watoto wanarekodi, wanachukua. Sasa hapa Mungu anasema unaposhika sheria zake, anasema watoto wenu pia watapata kufanyaje? Kushika na kujifunza kwa kupitia ninyi. Usije ukashangaa siku za baadaye umemchukua mtoto wako, umempeleka kwa fulani, umemwozesha labda kwa Malalo mfano, kwa Mzee Sanga mfano, ukakuta yeye na mume wake wanakwenda kuogelea bichi. Ukaanza kuwakemea. Kumbe huwezi kujua, wenda na wewe pia ulifanya hivyo. 31:12 hapo Kutoka. Wakusanye watu wanaume na wanawake na watoto, ndio, na mgeni wako aliyemo malangoni mwako, mpate kusikia na kujifunza na kumcha Bwana Mungu wenu na kuangalia kutenda mema yote ya Torati hii. Asante. Hawa Waisraeli walikumbushwa ya kwamba unapoishika Torati, unapodumu katika Torati, kuna engo kama 2 au 3 zenyewe pia utazisimamisha. Ya kwanza Mungu anasema kwanza ni familia yako. Yaani na maana watoto wako pia watasimama kwa kupitia wewe, watakuwa wanakuangalia. Kwa sababu haya ni malezi au ni wajibu wa mzazi kwa familia au kwa watoto wanayemzunguka. Lakini Mungu pia hapa anasema hata wale wageni ambao wanaishi katika malango yako. Bila shaka hapo kuna watu tunaishi nao nyumbani kwetu. Mama mdogo, mama mkubwa, mjomba, babu, bibi na kadhalika. Anasema watajifunza kwa kupitia wewe. Ikiwa wewe utashika nini? Utashika sheria za Mungu. Utajifunza sheria za Mungu. Mungu anasema pia hii familia inayozunguka yenyewe pia itajifunza kwa kupitia wewe.
Leo hii watoto wetu ili wajue siku ya kwanza ya juma ni siku ya kufanya ibada, ni lazima waone kupitia kwako. Yesu akiwa na umri ya miaka mingapi alipuruchuka akakimbilia wapi? Hekaluni. Ni kwa sababu gani unahisi? Baba yake na mama yake walikuwa ni wageni maeneo ya hekaluni. Yaani baba yake Yesu mwenyewe Yusufu na mama yake hawakuwa wageni wa hekaluni, na ndio maana Yesu alivyokimbia wazazi wanamtafuta amuru, hakusema twendeni kwenye ile klabu tukamwangalie, twendeni sokoni tukamtafute, twendeni kwenye kucheza maringi tukamtafute. Wakaenda hekaluni na wakweli wakamkuta ipo katikati, amekaa amezungukwa na watu, anawasikiliza na anauliza nini. Akiwa na miaka 10 na mingapi alijifunza kwa nani? Umeona? Haya ndio wapendwa, tunapaswa na sisi tuyaishie. Tukisema nenda wewe umesimama, haitawezekana. Hebu soma ile Kumbukumbu 32:46. Akawaambia, yawekeni mioyoni mwenu maneno yote ambayo nashuhudia kwenu hivi leo, nayo waamuruni watoto wenu wayatunze na kuyafanya maneno yote ya torati hii. Kuna maagizo mengine tukubali ukweli, watoto inabidi tuwafundishe, lakini kuna mengine Mungu amesema mwafanyeje? Muamuru. Kumwamuru mtu ni nini? Yaani ukimwacha mtoto atumie ile hiari yake ya kuikumbuka siku ya kwanza ya juma toka akiwa na miaka 3-4, inawezekana asikuelewe, si ndio? Inawezekana asikuelewe. Yaani kumwambia Jumapili asubuhi, amka kapige mswaki, maji tayari, nenda kaoge, ukisema usubiri hiari kutoka kwake, anaweza asikuelewe. Mungu anasema uamuru. Itafika kipindi mtoto atasimama kwa miguu yake, atasimama kwa miguu yake. Ila kwa hawa watoto tuliokuwa nao leo, ni lazima wazazi tutumie amri ya kuamuru. Hii ni saa 12, amka kapige mswaki, maji tayari, nenda ukaoge. Huu muda usio kutazama TV. Yaani leo ni siku ya kwanza ya juma, umekaa sasa hivi unatazama TV. Anza kunywa chai, tuanze safari taratibu ili tuweze kuwahi darasa. Mwalimu Janet kule atakuwa ameshatangulia darasani, mwalimu Peter atakuwa ameshatangulia darasani, fanya haraka tuwahi. Yaani ni kweli atakapoondoka, baba kama unanilazimisha, baba kama mama kama unanifosi, lakini maandiko yanasemaje? Muamuru. Kwa hiyo mambo mengine wazazi tunapaswa tuwaamuru watoto wetu. Mimi zamani nilipokuwa ni mdogo, baba yangu mdogo alikuwa ananiamuru, kama alikuwa ananipeleka kama punda. Saa 11, amka twende shamba. Yaani bado nina usingizi, amka twende shamba. Nilimlaumu sana kwamba alikuwa ananipoteza, lakini baada ya kupata akili nimeona kwamba alikuwa ananipoteza, alikuwa anafanyaje? Ananifundisha, na kile mimi nimekiona faida yake, naiona mpaka leo. Kwa hiyo hata mtoto naye atakutafsiri hivyo, lakini huo ni msingi ambao unatakiwa ujue. Hebu ndugu tusomee kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 2 mstari wa 7 hadi wa 10. Basi umbo lake mtoto akamwambia binti Farao, ndio, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu. Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtwaa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao, akawa mwanawe. Akamwita jina lake Musa, akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Asante. Musa akiwa ni mgeni katika nchi ile, bila shaka wengi mnafahamu ni mgeni Musa katika nchi ile. Akiwa mdogo, maandiko yanasema umbu la yule mtoto akamwendea binti Farao. Umbu la yule mtoto ni nani? Si ndio jamani? Umbu maana yake ni dada wa yule mtoto akamwendea binti Farao akasema, nikuletee mlezi akulelea huyu mtoto. Binti Farao akamwambia mlete. Akaenda akamchukua mama mzazi wa nani? Wa Musa. Akasema huyu hapa. Mama akaamua kufanya kazi ya ujira, mlee huyu mtoto, umnyonyeshe huyu mtoto, mimi nitakupa nini? Ujira. Lakini maandiko yanasema mama yake Musa alipokuwa anamnyonyesha yule mtoto, binti Farao alikuwa anajua kwamba huyu ni mfanyakazi, lakini huyu mama yake Musa alikuwa anajua huyu ni nani? Ni mwanangu.
wasomi wa Biblia wanasema kwamba alikuwa akimpa maadini ya Kiebrania pale, mila na desturi za Kiisraeli pale. Yule mama akiwa anamwambia, mwanangu, ni kweli tuko ugenini, lakini tamaduni zetu kama Waisraeli ni 1, 2, 3, tuishi hivi hivi na hivi. Yapo wako katika nchi gani ya ugeni? Hebu malizia pale 11:14 hapo Kutoka 2. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima, akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao, akamwona Misri anampiga Mwebrania, mmojawapo wa ndugu zake. Basi akatazama huko na huko, na alipoona ya kuwa hapana mtu, akampiga Misri yule, akamficha ndani ya mchanga. Akatoka siku ya pili, na tazama, watu wawili wa Waebrania walikuwa wakipigana. Akamwambia yule aliyemdhulumu mwenzake, mbona unampiga mwenzako? Yule akasema, ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu? Je, wataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri? Musa akaogopa, akasema, kumbe jambo lile limejulikana. Asante. Musa na mama yake wote wako ugenini, wako mbali na taifa jingine, lakini maandiko yanasema kwa kuwa mama alikuwa akimfundisha mtoto wake tangia akiwa mdogo. Musa hapa alikuwa amezungukwa na magari ya kifahari na majumba ya kifahari, sijui ni mabenzi, mimi sijui kama alikuwepo, sijui. Lakini mtu unapoishi ikulu, bila shaka hata vyakula vyako na mavazi yako unaishi ikulu vile. Lakini maandiko yanasema Musa alipokuwa ni mtu mzima, akatoka akawaendea nani? Ndugu zake. Aliyemwambia kwamba Musa, hawa wa Misri sio ndugu zako, bali ndugu zako ni Waisraeli, alikuwa ni nani? Eti wazazi. Wakati Musa alikuwa ni mdogo, aliyemwambia Musa, Musa, hapa Misri sio nyumbani kwako, hawa wa Misri sio ndugu zako, ndugu zako ni wana wa Israeli, alikuwa ni nani? Bila shaka miongoni mwa waliomwambia hata mama yake mzazi pia alikuwemo. Kwa hiyo Musa akawa anaishi pale ikulu, lakini akijua hapa mahali sio kwangu, hapa mahali sio kwetu. Wewe tuko wote ikulu, wewe ni mwana mfalme, lakini mimi wewe sio ndugu yangu. Maandiko anasema akaenda akawaendea ndugu zake. Alipofika sasa, angalia alipokuwa ule moyo wa kupenda ndugu zake. Alipokuta Misri anampiga nani? Mwibrania, akampiga Misri akamuua. Umeona? Sisemi na wewe ukaue, sina maana hiyo. Lakini nataka kulifundisha ni kwamba tayari Musa toka akiwa mdogo wazazi wake walimfundisha hayo, akaa anayatambua. Wenzetu wana bahati sana. Sisi wengine tumeingia katika Ukristo tukiwa ni watu wazima, lakini wapo watu ambao wamezaliwa katika Ukristo hapa ndani. Peter ameingia katika Ukristo akiwa ni mtu mzima, si ndio? Sanga ameingia katika Ukristo akiwa ni mtu mzima. Agunda ameingia katika Ukristo akiwa ni mtu mzima. Dani ameingia katika Ukristo akiwa ni mtu mzima. Nikitazama hapa, ambaye amezaliwa ndani ya Ukristo huu hapa ni nani? Sioni. Yaani Mzee Ngwila, wazazi wako walikuwa ni Wakristo ukazaliwa? Basi hongera sana, asante sana. Asante sana. Kwa hiyo tunaamini labda hawa wakina Suzi, wakina Ibra, wakina Stella, wakina Alex hawa sasa wao ndio wawe ni mfano kwa wengine. Lakini vile unavyokuwa unataka wewe iwe, unapaswa mzazi wewe ndio uandae. Watoto wanatutegemea sana na wanaamini ya kwamba sisi hakuna kitu tunachokosea. Kama mzazi tabia yako wewe ni kutoa matusi kila itwapo leo, usishangae tusi lile mtoto wako naye akalitoa. Kwa nini? Anaamini sio kosa, sababu hata mama alikusikia ukitukana, baba alikusikia pia ukatukana. Lakini kama kuna kitu hajawahi kukusikia, usishangae naye pia hajakusikia, asikiseme. Na kama atakisema, narudia tena, labda ni zile engo 4 tulizozisema kwamba mtoto analelewa na wazazi, majirani, shule na hata mitandao.